Bwana Yesu apewe sifa. Ninakukaribisha katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii imekuwa ikituletea mahubiri na maombi na mafundisho ya maarifa ya neno la Mungu ili kutupa neema kuweza kupambana katika ulimwengu wa roho na kila changamoto ambayo adui anaileta kwenye maisha yetu. Nichukue fursa hii kutoa shukurani zangu za dhati kwa unanifuatilia katika chaneli hii ya Apostle Katambi. Niseme asante sana kunifuatilia, na pia nitoe shukurani zangu kwa wewe ambao umesimama na sadaka zako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu akubariki, akuzidishie katika jina la Yesu aliye hai. Pia niseme ya kwamba kwa wewe ni mara yako ya kwanza, karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Tunawapenda wageni, karibu kwenye familia yetu ya kujifunza mambo ya Mungu. Mungu akubariki sana. Unaweza pia, ili wa kwanza kupata vipindi vyetu tunavyotuma kwa wakati na kwa muda mwafaka, unaweza kusubscribe channel hii, subscribe channel hii au bonyeza alama ya kengele, like hapo, weka comment yako hapo kile unachopitia, na pia weka comment yako ikipendeza sana kwamba umetoka mkoa gani, umetoka nchi gani. Mungu akubariki sana. Kwa mawasiliano unaweza ukapiga namba ya simu 0785 89 09 mwisho 16 au ukapiga 0768 10 42 72. Namba hii ni uhakika, ukipiga utanipata, tutaomba pamoja. Nimeomba na watu wengi sana, na utakuwa ni mmoja wapo utakaotendewa muujiza na Mungu aliye hai. Leo tunajifunza somo letu zuri sana, maombi ya usiku. Maombi ya usiku ya familia. Unapoenda kuomba usiku wewe na familia yako, kwa nini uweze kwenda kuomba usiku? Maombi ya usiku ni ya muhimu sana kuliko maombi ya mchana, kwa sababu usiku ulimwengu wa roho wa giza unafanya kazi usiku. Wachawi wanaroga sana usiku kuliko mchana. Kwa nini waroge? Biblia inasema shetani ni giza, nayo nuru yang'aa gizani. Yohana 1:5, nayo nuru yang'aa gizani. Kwa hiyo katika wakati wa giza ndiko ufalme wa giza unafanya kazi sana. Na ni kwa nini waroge sana usiku? Kwa sababu tu moja, ulimwengu wa mwili wa roho, nafsi ya mtu inakuwa imetulia. Ili mtu aroge lazima mwili unyamaze kimya. Ndio maana mtu hata anapotaka kuingia ulimwengu wa roho lazima asinzie, lazima asinzie. Hasa katika ulimwengu wa roho usiku, mwili unapokuwa umetulia, zile nafsi ndo zinafanya kazi kichawi. Kwa ulimwengu wa roho wa giza unafanya kazi usiku kwa sababu kunakuwa kuna utulivu. Na kwa nini wafanye kazi usiku? Mtu anapokuwa amepumzika, anga lake la kiroho linakuwa limetulia. Kwa hiyo ni vyepesi kuingia katika ulimwengu wako wa roho. Ndio maana mchawi ili akuroge lazima kwanza ulale usingizi. Akufuatilie lazima kwanza ulale usingizi. Kwa ulimwengu wa roho wa giza unafanya kazi usiku sana. Kwa hiyo kuanzia muda wa saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 mpaka saa 10. Asa leo ninafundisha maombi ya usiku, kuomba na familia. Vipengele vitakavyokusaidia kwenye maombi ya kuomba usiku, kuomba na familia. Ombi la kwanza, mshukuru Mungu kwa yale Mungu aliyokutendea. Mtukuze Mungu siku kabla hujaenda kuomba. Kipengele cha kwanza, mtukuze Mungu kwa yale makuu aliyotenda. Kabla hujaomba jambo lolote, anza kumtukuza Mungu. Kwa nini? Ile sala ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 6, maandiko yanasema
Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Kuona kabla hujaenda kumwomba, cha kwanza ni kumtukuza Mungu. Wewe ni Mungu wa miungu yote. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Wewe ni Mungu uliyekuwako kabla misingi ya dunia kuwako. Wewe ni Mungu uliyetoa njia kwenye bahari ya Shamu. Yehova Nisi ndio jina lako. Yehova Shama ndio jina lako. Yehova Yire ndio jina lako. Yehova Elishadai ndio jina lako. Kwa hiyo unaanza kwanza kumtukuza Mungu. Maombi ya usiku, munampa Mungu sifa. Umenipa uzima, umenipigania. Wewe ni Mungu ambaye uliumba mbingu na ardhi. Cha kwanza ni kumtukuza Mungu katika maisha yako. Cha pili, unapoenda kuomba maombi ya usiku ukiwa na familia, baada ya kumtukuza Mungu ukiwa na familia, unapoenda kuomba maombi ya usiku ukiwa na familia, kitu cha pili cha kuomba wakati unaomba na familia, unatakiwa kuanza kumshukuru Mungu baada ya kumtukuza Mungu. Ombi la pili ni kumshukuru Mungu kwa yale aliyokutendea mchana, kwa yale aliyokutendea kwenye maisha yako. Ulitoka nyumbani salama, umerudi salama, amekulinda na magonjwa, amekulinda na mauti, amekulinda na mikono ya watu wabaya, amekuokoa na majaribu mbalimbali, amekuokoa na vita mbalimbali. Ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi. Unamwambia asante Yesu, umetulinda, umetupigania, umetutetea. Baba, ninakushukuru, umenipa pumzi, umenipa uzima, umenipa afya, umenipa neema kuwa nilivyo leo. Nakushukuru Yesu Kristo. Hiyo ni eneo la pili la maombi ya usiku unapoomba na familia. Eneo la tatu la maombi ya familia unapoenda kuomba na familia ni eneo la tatu, ni eneo la toba, rehema. Rehema, wengi wanaanza na rehema, lakini cha kwanza ni kuanza kumtukuza Mungu ili kujenga uhusiano kati yako na Mungu, alafu ndio uje uingie maombi ya rehema. Kwa unapoingia maombi ya rehema, ni sehemu ya tatu ya maombi. Unaomba rehema kwa ajili ya yale ambayo uliotenda, yale dhambi ambazo unazojua na usizozijua, za wazazi wako, za watu wako wakuu, ulizotenda, wewe uliotenda, watoto wako. Kwa unaomba rehema kwa ajili yako. Kuna watu walikukwaza, kuna watu mlipishana kimaneno, kuna watu mlikosana, kuna watu walikutamkia mabaya, kuna wakati umepita kwenye magumu ukachukia. Hatua ya tatu ni kuomba maombi ya rehema. Lakini pia wewe unaweza ukawa unaomba uko vizuri mtakatifu, lakini watoto wako wanawaza vibaya, wanafikiri vibaya, wanatenda vidhambi vidogo vidogo. Kwa unapoingia maombi ya usiku, hakikisha watoto wako umeingiza katika maombi ya rehema, na ikiwezekana warudie sala ya toba. Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba utusamee, utusafishe, utuoshe. Wape sala ya toba. Ndio maana Ayubu alitubu sana kwa ajili ya watoto wake. Watoto wale wanapenda kutenda vidhambi vidogo vidogo. Kwa hiyo dhambi ndogo ndogo ni machukizo mbele za Mungu aliye hai. Kumbuka nafundisha vipengele vya kuombea maombi ya usiku. Kipengele cha tatu, omba maombi ya rehema. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, maandiko anasema, heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakayemuona Mungu. Mathayo 5 mstari wa 8 anasema, heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakayemuona Mungu. Na kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 anasema, njoni kwangu nyote enyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Rehema inakusogeza kuwa karibu na Mungu katika maombi ya usiku, ili Mungu wetu ni mtakatifu. Ndio maana anasema kwenye Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari ule wa 14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba, ndipo nitakaposamehe na kuwaponya na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Kwa Mungu anakuwa karibu na sisi kupitia rehema. Kwa hiyo eneo la tatu la kuomba katika maombi ya usiku, eneo la tatu ni rehema. Eneo la 4 sasa la kuomba, kumbuka, ni maombi ya ulinzi. Nimekuambia ulimwengu wa roho wa kichawi
unafanya kazi usiku sana. Ulimwengu wa roho wa giza unaanza kufanya kazi usiku sana, ndio unaanza kushambulia. Ndio maana wengi wanazidiwa usiku, wengi wanakufa usiku, wengi wanapata matatizo usiku, sababu ulimwengu wa roho wa giza unafanya kazi usiku sana. Sasa tunaanza kuangalia eneo la 4, ita malaika wa Mungu wakulinde. Ita malaika wa Mungu wakulinde pamoja na watoto wako. Kumbuka, unapookoka unapokea ufalme. Ufalme kwa wewe ni mfalme, kwa kuna malaika wanaokulinda wa kifalme. Zaburi sura 34 mstari wa 7, malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwalinda wamchao na kuwaokoa. Kwa anza kuingia maombi ya kuita malaika wa Mungu wakulinde wewe na watoto wako. Tuma malaika kwenye kazi yako, tuma malaika kwenye nyumba yako, tuma malaika kwenye eneo lako lote la kazi na biashara, au eneo lako la uchumi, au eneo lako la familia. Watoto wako kazingirwe na malaika wa Bwana. Hilo ni eneo la 4 la ulinzi wa malaika wa Bwana kwenye ombi la usiku. Tumia malaika. Eneo la 5, lazima uhakikishe kwamba eneo la 5 utakaloliombea katika maombi ya usiku, hakikisha umeombea maeneo makuu mawili. Eneo la 5 la kuombea, ombea ardhi. Ardhi hiyo unayokaa, ardhi hiyo unapolala, iwe ni ya kupanga, ombea hiyo ardhi. Kwa nini? Mchawi hawezi kuruka bila kukanyaga ardhi. Mchawi hawezi kuingia kwenye nyumba ya mtu bila kupata ardhi. Ardhi ndio inampa ushirikiano katika ulimwengu wa roho wa kuingia kwenye nyumba ya mtu na kukaa kwenye nyumba ya mtu. Kwa kabla hajateka hilo eneo aingie kwenye nyumba yako, cha kwanza lazima awe na mawasiliano na hiyo ardhi. Kwa katika ulimwengu wa roho, unapo ombi la 5 la kuombea usiku na familia yako, katika ulimwengu wa roho, eneo la ardhi, hiyo ardhi unakoishi ifunike kwa damu Yesu. Hiyo ardhi unakoishi, futa maneno mabaya waliotamka kwenye hiyo ardhi, maagano yao, matambiko yao, mazindiko yao waliotamka kwenye hiyo ardhi, futa kwa damu Yesu. Ikiwezekana nyunyiza damu ya Yesu kwenye hiyo ardhi. Ikiwezekana nyunyiza damu Yesu kwenye hiyo ardhi. Futa matamko yao kwenye hiyo ardhi. Alafu igeuze hiyo ardhi iwe moto kwa wachawi. Kwa wanapokuja usiku ili kupambana na wewe, lazima wakanyage kwenye hiyo ardhi. Kwa wakikuta kwenye hiyo ardhi, wakitamani kuingia ndani ya nyumba, wanashindwa. Wanakuta hiyo ardhi na moto, wanakimbia, maana moto unawachoma. Kwa eneo la 5 la kuomba maombi ya usiku ya ulinzi, ombea ardhi. Eneo la 6, ombea anga. Hapo kwenye anga tunaweka vituo. Kwenye anga hapa kuna kitu kinachoitwa wachawi wanapaa kwenye anga. Falme za giza zinafanya kazi kwenye anga. Usiku wana mawasiliano kwenye anga. Wana miungu yao inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wachawi wanaruka kwenye anga. Hasa kwenye anga, ili eneo la 6 la muhimu sana. Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 10 mpaka 12 anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uwezo wa nguvu zake. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, mamlaka, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anaposema juu, anaongelea kwenye anga. Hapo ndipo wachawi wanapotumia hilo anga kutuma usingizi usiku, usiombe kwenye anga, kuleta mafarakano kwenye anga. Ndio maana kuna wakuu wa anga wa eneo, kuna wakuu wa giza wa eneo, kuna wachawi wa eneo. Mchawi hawezi kuruka bila anga. Kwa eneo la 6, ili wadhibiti wachawi wasiweze kukushambulia usiku, wewe na familia yako, wewe na watoto wako, wewe na nyumba yako, hakikisha hilo anga umeachilia damu ya Yesu. Hakikisha hilo anga unatuma damu Yesu, natuma damu Yesu kwenye anga, naachilia damu Yesu kwenye anga, natuma damu Yesu ikasimame kwenye anga katika ulimwengu wa roho. Damu Yesu unaposimama kwenye anga hawezi kuruka. Natuma moto ulao, naligeuza anga kuwa moto. Wakati mwingine unageuza hali ya hewa, ule upepo, wanapaa kwa upepo wa chawi kwenye anga, wanapaa kwa upepo wa chawi kwenye anga. Kwa unageuza huo upepo, hali ya hewa kwenye anga iwe moto kwao. Kwa wanaporuka kwenye hilo anga wanashindwa, kwa sababu wanakuta kuna moto unawaka
wa Mungu aliye hai. Ndio maana Waibrania sura 12 mstari wa 29 anasema Mungu wetu ni moto ulao, na anasema kwamba nitainua moto kuwateketeza. Kitabu cha Kutoka, nitainua moto utaenda mbele yao kuwateketeza na kuwaangamiza. Kwa hiyo anga, ombea maombi ya usiku. Eneo la 7, ombea anga likabebe moto katika ulimwengu wa roho, ili wasikuzuru wachawi, ili wasikushambulia wachawi. Tumia mbinu hizi zinazokupa katika ulimwengu wa kiroho. Tunaenda eneo la 5 la 8 la kuweza kudhibiti wachawi. Mchawi ili aingie kwenye nyumba huwa anapita kwenye mlango, anapita kwenye kuta. Mchawi ili aingie kwenye nyumba ya mtu apiti kwenye mlango wa kawaida, apiti kwenye mlango wa kawaida. Mchawi ili aingie kwenye nyumba ya mtu anapita kwenye kuta za nyumba, anapita kwenye kuta za nyumba. Kwa anapopita kwenye kuta za nyumba, kuta zinafunuka, anaingia ndani kupitia makalio, anaingia ndani. Sasa eneo hili la 8 ni la muhimu sana. Hakikisha kuta za nyumba yako umefunika kwa damu ya Yesu. Hakikisha kuta za nyumba yako umezingira kwa moto ulao. Angalia kitabu kile cha Zakaria sura ya 2 mstari wa 5. Unaweza kutumia andiko hili, Zakaria sura ya 2 mstari wa 5. Maandiko yanasema katika Zakaria sura ya 2 mstari wa 5, anasema Bwana atakuwa ukuta wa moto kutuzunguka pande zote, na huo utukufu ulio ndani yake. Kwa hiyo tunaona ukuta, Mungu anajua siri hii, ndio maana anaweka moto kwenye ukuta. Kwa hiyo wewe achilia ukuta wa moto, kuta zako za nyumba weka moto, kuta zako za hilo jengo unaloishi, gorofa unaloishi, nyumba unayoishi, hapo unapopanga, kwenye chumba unachoishi, achilia ukuta wa moto. Nasema na achilia ukuta wa moto katika jina la Yesu. Moto ulao kabebwe kwenye ukuta huu katika jina la Yesu. Kwa mchawi anapotaka kupita kwenye ile kona ya nyumba ili aingie ndani, anakutana na moto ulao. Kwa hiyo anashindwa. Haya ni maombi ya usiku, anashindwa. Sehemu ya akitaka kupita kwenye kuta anashindwa, anakutana na moto ulao. Kwa ni vitu ambavyo nafundisha vitakavyokusaidia ili kuomba maombi ya usiku. Hicho ni kitu cha 8 kitakacho kusaidia kuomba maombi ya usiku. Kwa mchawi akipita kwenye maeneo yote, akikuta kuna ulinzi, kuna malaika, kuna ulinzi, wanapita kwenye anga lako la ndoto, anga lako la ndoto. Kwa unapoomba, funika sana ndoto zako kwa damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho. Funika ndoto zako kwa damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho. Ndoto zako achilia damu ya Yesu, anga lako la ndoto. Ndio maana unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini ninaomba lakini mbona nanigwa na wachawi? Mbona ninaota nafukuzwa? Wanapita kwenye anga lako la ndoto katika ulimwengu wa roho. Kwa funika anga lako la ndoto katika ulimwengu wa roho. Wanakuotesha huko kijijini, wanakuotesha unafukuzwa na nyoka, wanakuotesha unafukuzwa na ng'ombe, wanakuotesha vitu mbalimbali. Kwa katika maombi ya usiku unachotakiwa kukiomba, eneo la 9, funika anga lako la ndoto kwa damu Yesu. Eneo la 10, malango yako ya kiroho ya nafsi, malango yako ya kiroho ya nafsi yafunike ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Achilia damu Yesu kuzingira malango yako ya kiroho ya nafsi, malango yako ya watoto ya nafsi. Sawa sana Mathayo, sawa sana kitabu cha Isaya sura 60 mstari wa 11. Anasema malango yako yatakuwa wazi usiku na mchana, ili watu wapate kuleta utajiri wa kimataifa. Sawa sawa na kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 7. Mungu anamwambia Kaini, mabaya yatatokea malangoni pako. Kwa malango yako ya kiroho yafunike kwa damu ya Yesu. Hapo hautaona mchawi akikutesa. Hapo utaona mchawi akiingia kwenye nyumba yako. Pala nyumba funika kwa moto lao. Nifuatilie kwenye kipindi kijacho, nitafundisha namna ya kuomba maombi ya usiku, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Unaweza kupata vipindi vyetu kwa kusubscribe channel hii, subscribe channel hii na utakuwa kwanza kupata vipindi vyetu. Mungu akubariki sana. Na pia unaweza kutufuatilia kwa namba ya simu ifuatayo, iko hapo chini, 07858909 kwa ushauri na maombi. Piga namba hiyo. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Na pia unatamani kusimama na huduma hii kwa ajili ya kuwasaidia watu kwa sadaka yako, unaweza kaachilia kwenye namba hiyo. Majina ataleta
Petro Emmanuel Katambi. Mungu akubariki, uwe na siku njema katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen.